Karibu katika episodi ya pili ya tamthilia yetu nzuri kabisa, tamthilia inayohusu mwamba ambaye alipata uwezo wa ajabu tu na haelewi uwezo huu ulikujaje. Hasa kama ambavyo alikuwa amemwahidi bidada Miriam kwamba atakuja kumpeleka katika nchi ya Roma, na siku ya leo ahadi ikawa imetimia, wakawa wanaingia ndani. Lakini wakiwa katika haya majumba ya makumbusho wakakutana na mwamba mmoja anayefahamika kama Griven. Huyu jamaa akajitambulisha, alafu akasema kwamba yeye ana uwezo wa kuteleport, yani kusafiri kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Naye mwamba akasema kwamba hata yeye ana uwezo wa kuteleport. Sasa swali likawa, inawezekanaje hao wote wawili wakawa na uwezo wa kuteleport, na uwezo wao waliupataje? Lakini Gervas akasema kwamba licha ya kwamba tuna nguvu na tuna uwezo mkubwa sana wa kuteleport kuelekea popote pale, lakini hunters, yani wawindaji, wana nguvu kuliko sisi. Na ile hata sentensi haijaisha, ghafla tu wawindaji wakawa wamefika eneo la tukio. Mwamba David alipoona hawa viumbe aliogopa sana, kwa sababu anakumbuka jamaa wana uwezo mbaya mno, akateleport mpaka kuelekea juu kabisa ya kingo. Na kila ambapo David anaelekea alikuwa anakamatwa na anarudishwa katikati ya mtego. Yani kiufupi ni kwamba hakuna kwa kuchomokea. Mwamba Gervas alipogundua kwamba bidada Miriam atakupo katika hatari, basi alitelepoti haraka sana, kamuinda moja kati ya mahanta, akamtupa katika mwamba mgumu sana. Baada ya kichapo kizito, Mwamba Gervas akasema kwamba hawa windaji wanafahamika kama Paladins. Hawa jamaa kazi yao ni kuhakikisha kwamba wanakamata watu wote ambao wanateleport katika ulimwengu. Sasa jamaa akataka kujua ni kwa nini wanawakamata, lakini jamaa akasema kwa heri, nitakujibu baadaye kama nikipata muda. Lakini Mwamba David akajua kwamba hiyo haitawezekana kwa sababu hawa hawajuani na hawajui wapi mwenzake anaishi. Kwa Mwamba akateleport akamfuata mshikaji, akasema naomba uniambie kwa nini tunawindwa. Basi ikabidi Mwamba David aweze kutoka pale na moja kwa moja akaenda kumchukua bidada Miriam. Sasa wakati tu anatoka, ghafla tu maafande wakawa wamewakamata, na aliyekuwa amekamatwa kumbe ni Mwamba David peke yake. Sasa bidada akawa anasema kwamba niwalipe shingapi angalau muweze kumtoa mpenzi wangu, lakini maafande wakasema acha mpaka sheria iamue. Na sababu kubwa hasa ni kwa sababu Mwamba aliweza kuingia katika majumba ya makumbusho kialamu, afu akamuingiza huyu bidada. Mwamba David anahojiwa, yeye anajibu kiukali tu, mimi bana niliingia mule ndani niliruhusiwa na walinzi. Walinzi gani walikuruhusu? Acha uongo bana. Na dakika hizo akaambiwa kwamba kuna mgeni ambaye anahitaji kuongea na David. Alikuwa ni mwanamke mmoja hivi. Huyu mwanamke anafahamika kama Mary, naye aliwahi kuteleport katika miaka ya zamani kidogo. Sasa amekuja kumchukua bidada Miriam, ila akamwambia kwamba nimekupatia hizi funguo, unatakiwa kuzitumia na haraka sana uondoke. Hasa Mwamba bana, mbadala wa kujifungua yeye akawa anauliza maswali. Mwanamama anamwambia nimekuachia funguo, unatakiwa uondoke wewe. Na Mwamba maofisa wakawa wamemchangamkia kwa awamu ya pili. Jamaa alitelepoti kutokea hapo Roma mpaka Misri, Afrika. Baada ya hapo Mwamba akatelepoti tena akarudi mpaka Roma, akamchukua bidada na wakaanza kutembea nyakati za usiku sana. Mwamba yuko katika hatari kwa sababu anatafutwa na serikali. Sasa unajua wakati wote huo bidada Miriam haelewi chochote kinachoendelea. Akawa anamuuliza jamaa, wewe kwa nini una act kama hivyo? Yaani mimi sielewi kuna shida gani? Alafu wewe kuna mambo gani ambayo siyajui juu yako? Basi bidada akajibiwa kwamba wewe subiria, nitakupa jibu. Sawa, wewe uwe na amani tu. Basi wakapanda taxi na moja kwa moja mpaka airport. Jamaa akamwambia bidada apande taxi na elekea huko nchini kwao, ila yeye atakuja kufuatia. Hasa bidada akabaki anashangaa, utafuatia wakati tumebuku ndege moja? Lakini Mwamba akasema wewe wahi tu, mimi ndakufuata. Kwa kweli bidada alikuwa very disappointed, alishangaa sana kuona kwamba anasafiri safari ndefu sana kutokea Roma mpaka Marekani, alafu eti atakuwa peke yake katika ndege. Yaani kiufupi ni kwamba alikuwa hamuelewi David kabisa. Sasa tukirudi huko Anaba, tunaweza kumuona mzee mmoja hivi Black, yule ambaye anahusika na uwindaji wa hawa watu wa kuteleport. Mzee baba chifu alisafiri na moja kwa moja akafika mpaka nyumbani kwa kina Mwamba David. Akaanza kumuuliza mzee wake, wewe David unamjuaje na nini ambacho kimetokea kwake? Mzee akasema nalijua kama litoto langu lisumbufu ambalo limeondoka kama miaka 8 iliyopita na alijawahi kurudi hapa nyumbani wala kupiga simu. Lakini pia akauliza juu ya mamake na Mwamba David, lakini mzee akasema mamake ndio mpumbavu kabisa, aliondoka wakati David ana miaka 5 tu, alafu hatujawahi kuwasiliana tena. Lakini Mwamba David alibakia hapa katika nchi ya Roma, sababu ilikuwa ni moja tu. Alikuja kwa Mwamba Gervas na kuanza kumuuliza, kwa nini tunawindwa ikiwa hatujafanya kosa lolote lile? Lakini Mwamba Griven akasema kutokea karne na karne watu wanao teleport walikuwa wanawindwa sana. Na jamaa akasema sababu kubwa ni kwamba hawataki tu hawa watu wa kuteleport wawepo. Sasa jamaa David akawa anasema sasa kwa nini hawataki wawepo? Kwani wamewakosea nini? Na Griven akasema kama wakikukosa wewe huwa wana mtindo wa kuteka familia yako nzima. Baada ya hapo wanakupata kiulaini tu. Kufikia hapo Mwamba David akawa ameshtuka kwamba huenda familia yake itakuwa katika hatari. Ni kweli kabisa, Mwamba akatelepoti haraka sana mpaka katika nyumba ya baba yake, na alikuwa amechelewa kwani tayari baba yake alikuwa ameshakata moto, watu walikuwa wameshamuua. Mwamba haraka sana akatelepoti na kuelekea mpaka hospitali, akampeleka mzee wake. Alafu baada ya hapo akarudi tena kwa Griven. Ana maswali mengi ya kumuuliza huyu, lakini Griven akasema hana muda wa kuendelea kujibu maswali mengine kwa sababu yeye watu waliokuwa na wawinda ameshafanikiwa kuwawinda, yani wale wawinda hawa watu wa kuteleport ameshawaua kama wawili watatu. Kwa nafsi yake imeshalizika. Jamaa anataka kuelekea baharini akaliwe ndio na papa kuliko kuwindwa na hawa watu. Na akamuonya sana David akisema kwamba usije kusubutu kukaribiana na yule Chief Roland, ni hatari yule jamaa kuliko kawaida. Lakini Mwamba
Mwamba David akasema tunatakiwa kushirikiana kupambana naye, lakini Mwamba akasema usisubutu kupambana na yule jamaa, achana tu na weusi alionao, ni mweusi mpaka roho, mkatili ule. Na Mwamba akasema bora tu uachane kabisa na kumfuatilia, kwa sababu siku unayoendelea kumfuatilia basi atafuatia bidada anayempenda, atamuua. Na Griven hataki kabisa kuingia matatizoni kwa kumfuatilia Mwamba Black, anajua balaa lake, yeye akawa amechomoka zake. Sasa jamaa akawa anataka kumfuatilia tena Griven, akajua atampata, akajikuta anaangukia katika maeneo ya mgahawa. Miamba waliendelea kusafiri tu mpaka Japan huko Tokyo, wanaendelea kuzurura. Jamaa anazidi kumfuata tu Griven, anasema nataka unijibu maswali yangu, lakini bado Mwamba David akazidi kumsii jamaa akisema kwamba unajua, tukiungana tutakuwa na nguvu, tukishamteketeza huyu jamaa basi tutakuwa tuko salama kabisa, kwa sababu sisi hatujafanya kosa lolote. Alafu hata huu uwezo sisi hatukwenda kununua sehemu yoyote, wala hatukuwa tumejua kwamba tutaupata. Huu uwezo umekuja tu, hatuelewi umekujaje. Lakini bado Griven aliendelea kuwa na msimamo wake ule ule, akazidi kuteleport tu, mara apande gari la samani sana katika maeneo yenye traffic jam, basi wanateleport mpaka na gari yao wanatokea mbele. Lakini Griven akazidi kumsimulia Mwamba story, wakati huo gari inasepa vibaya sana. Akasema bana, kulikuwa na Mwamba kama sisi ambaye amewahi kujaribu kwenda kuwaua hao watu, alijikuta yeye ndo amekufa, ila kwa kuwa umenitia moyo na umenishawishi, basi poa tu, mimi nitakwenda kusaidia kwanza kumtafuta huyo jamaa, ila mwanangu, kufanya hivyo niseme tu kwamba umeweza kunitoa kafara, nashukuru sana. Basi wakatelepoti Miamba moja kwa moja kutokea Japani mpaka Aniaba kule ambako bidada yupo. Na jamaa alipofika tu nyumbani kwa bidada, haraka sana akaanza kukiri ukweli wake wazi na kusema kwamba kwa kweli mimi bana nilikuwa sifanyii benki, ila nakuomba usiniulize swali lolote lile, naomba tuondoke wote tukiwa pamoja, nakuomba sana. Bidada kabla hata hajapepesa macho yake kuuliza chochote kile, tayari Mwamba Roland alikuwa ameweza kufika, na huyu mzee ndio miongoni mwa watu hatari zaidi. Bwana we akamkamata bidada, wakatelepoti kutokea hapo moja kwa moja mpaka katika makazi ya Mwamba Griven, kwani yako katika maficho kidogo. Mzee chifu bila hata kupoteza muda akachukua spray fan hivi akapuliza kwa pale ambapo binadamu amepita, panakuwa panaacha alama, alafu akafungua mitambo yao ambayo inaonyesha kila njia ambayo mtu alipotelepoti ameelekea. Kwa kweli mwaka huu walijipanga na watu lazima waisome namba, na mzee chifu akiamua kukung'ang'ania akupate basi lazima akupate, na yeye alitelepoti moja kwa moja mpaka huko ambako Mwamba Griven pamoja na Mwamba David wapo, na bila kupoteza wakati akampiga nyaya Mwamba David akamgandisha juu kabisa kule katika dari, na mzee akawa anatoa kisu fulani hivi ambacho akimchoma mtu anayetelepoti basi anapoteza maisha. Lakini David akawa anasema unatuua kwa ajili gani? Kwa kitu gani kibaya ambacho tumekifanya? Naomba unijibu kabla hujaniua. Lakini Mwamba chifu akasema hizo nguvu zenu siku moja zitakuja kuwadanganya, mtakuja kuungana nyie na mtakuja kuwa tishio kwa dunia, kwa hiyo tunawawahi kabla mjafikia huko. Lakini Mwamba Griven alikuwa ametimba kwa wakati, muda huo huo alikuja na moto akapuliza sana humo ndani. Wakati huo Mwamba akawa ametoka kidogo kwenda kuangalia nini ambacho kinaendelea, akakuta ni bwana mdogo Griven. Akasema aisee, leo nina bahati, yani nakwenda kukamata watu wawili ambao wana teleport. Kwanza akamfunga vizuri Mwamba Griven, alafu akasema hapo, wewe Griven inaonekana una viburi sana, hivi hujui kwamba mimi ndio niliua familia yako nzima wewe? Ile Griven kusikia kwamba mzee huyu ndiye alikuwa ameua familia yake alikasirika. Kwanza akatumia uwezo wake wa kuteleport akampiga mzee akatoka mpaka nje ya nyumba. Mwamba Griven alikasirika, kwanza akamnyoshea mzee bonge la dole la kati, alafu baada ya hapo akawasha basi fulani hivi, endesha vibaya mno, mgonga mzee. Griven alikuja na mashine za kazi, alikuja mpaka na ule moto ambao alikuwa anautumia, piga sana mzee. Yani kiukweli ni kwamba alikuwa ameguswa kwenye mshono mara baada ya kuambiwa kwamba familia yake nzima iliuliwa na huyu bidada. Miriam alifanikiwa kuweza kumkuta Mwamba David na akazikata zile kamba za chuma ambazo yule mzee anazitumiaga kuwafungia hawa watu wanao teleport, na zile kamba ukifungwa hauwezi ukafungua. Sasa Mwamba David akiwa anaendelea kuongea na bidada kwamba nataka nikurudishe nchini kwako haraka sana nirudi huku kuendelea kupambana, lakini dakika hizo hizo mzee baba akawa amemvuta bidada na kumwondoa katika lile eneo. Lakini Griven akawa amemtuliza jamaa na kusema kwamba asiwe na haraka kabisa, kwani kuna plani ambayo anayo. Kuna kule ambako wale miamba ambao wanawinda watu ambao wana teleport wamekusanyikia. Akasema nilitega mabomu kama punje za mchele, kwa hiyo sasa huko kinakwenda kwa lamba. We bwana we, Mwamba David alikuwa anajua wazi kabisa bidada Miriam atakuwa ni miongoni mwa watu ambao watakwenda kufa, na jamaa akawa anataka kulipua. Walipigwa mkono na teleportation moja tu, miamba wakajikuta wako Misri kwenye mapiramidi. Mgomvi ukawa unaendelea, wakaanza kuvunja nchi moja baada ya nchi nyingine, yani ngumi moja afu ngumi ya pili inapigwa kwenye nchi nyingine. Walizipiga ngumi bana, uweze kuamini, mpaka bara lote wakawa wamemaliza. Sasa unajua kwamba kuna bara moja linaitwa bara la Atlantika, huko bana kuna baridi vibaya mno, na Mwamba David hataki kabisa ile mashine iweze kuminywa pale, kwa sababu mpaka bidada Miriam naye atakwenda kupoteza maisha. Kwa hiyo hataki kabisa tukio hilo liweze kutokea. Ile kuchomoka tu basi moja kwa moja wakajikuta wametoka hapo katika bara la Atlantika na wakaelekea katika maeneo ya vita ya Ukraine na Urusi. Wanakuta wanajeshi wanazichapa humo risasi sio poa. Basi katikati ya vita, wakati wanajeshi wanaendelea kutumia bunduki zao wanapigana nchi na nchi, wao bana wakatelepoti mpaka katika nguzo za umeme. Aisee, Mwamba Griven alipigwa shoti wote kwa pamoja, lakini baadaye ugomvi ukawa umeisha, na David alipoweza kufanikiwa tu kuichukua ile
ile mashine ya kuminia mabomu, moja kwa moja akarudi mpaka kwa bidada alikokuwa amehifadhiwa. Mwamba amefika kwa bidada na alijua kabisa kwamba yupo katika mtego. Ni kweli kabisa. Hapo hapo Mwamba akawa amemkamata na zile nyaya ambazo mtu anaye teleport akifungwa nazo tu hana ujanja. Lakini Mwamba David kwanza akaamua kutumia uwezo wake wote aliokuwa nao. Bwana we, alijiforce kuteleport, alijikuta mpaka ameondoka na nyumba. Na teleportation moja tu iliweza kumsukumiza Mwamba kutokea pale mpaka katika eneo fulani hivi lenye mto mrefu sana, na wakawa ameangukia na bidada. Na Mwamba David ili kuweza kusababisha bidada aweze kuokolewa asipate madhara, basi akateleport naye moja kwa moja mpaka katika ile library ambayo kwa mara ya kwanza kabisa Mwamba aliangukiaga huko. Lakini bado Mwamba chifu aliendelea tu kumfuatilia kijana wa watu. Jamaa aliteleport naye kwanza akampeleka katika maeneo ya majangwa mbali vibaya sana, alafu akamwacha huko mzee. Kesho yake Mwamba David akasafiri na moja kwa moja akaelekea katika nyumba ya mama yake. Na swali ni moja tu, mama, kwa nini uliweza kunitenga? Kumbe bana, mama yake ndiye aliyeweza kumkomboa David kule alipokuwa amefungwa katika nchi ya Roma. Mama yake akasema kwamba mimi ni muwinda watu wanao teleport, lakini nilikuja kushangaa kwamba nilikuwa nimejifungua mtoto ambaye anaweza kuteleport. Sasa ili nisiweze kumuua mtoto wangu mwenyewe nikaamua kuhama mbali kabisa. Kwa hiyo kumbe David alizaliwa na huu uwezo, ila yeye alikuwa hajijui. Mama yake alikuwa anajua kila kitu. David akamwambia mama yake wape taarifa hao telepota wenzio kwamba nimeshamtia kifungoni huyo mkuu wao. Alafu kidume akatoka akiwa amevimba sana. Moja kwa moja akamfuata bidada Miriam. Bidada Miriam alikuwa na ndoto ya kutembelea nchi ya Roma, lakini sasa hivi anataka kutembelea dunia nzima. Na Mwamba akamwambia haina shida, usihangaike kutafuta passport wala visa, tutatembelea nchi zote ndani ya siku 2 tu. Na ni kweli mwanangu, David na Miriam nishawahi kuona mitaa ya Mlimani City walikuwa wanafanya shopping. Kumbe ndio kweli bana. Na huo ndio ukawa mwisho mzuri kabisa wa tamthilia yetu, mara baada ya Mwamba David kuweza kuipata haki ya watu wa kuteleport. Kwa kuanzia sasa hivi watu wanao teleport hawatowindwa, kwa sababu yule ambaye ni kiongozi wa kutoa oda alikuwa tayari ameingia kifungoni. Kutoka mwanzoni mwa tamthilia hii ulikuwa na mimi naitwa DJ Paul na hii ni PVP Media Plus. Kama bado hujagusa alama ya kusubscribe, fanya hivyo mapema, kwani balaa linalokwenda kujili mara baada ya hapa ni hatari na nusu.